Bwana, mpaka sasa nikujulishe vilabu ambavyo tayari vimetinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika. Tunafahamu kwamba kwenye hatua ya makundi kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika zinatakiwa timu 16 na kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika zinatakiwa timu 16, na kama ambavyo tunafahamu kwamba Novemba 3 mwaka huu bwana, ile draw ya makundi inakwenda kupangwa pale Johannesburg, Afrika Kusini, na tutapata kufahamu Simba na Yanga zimepangwa kwenye makundi yapi. Lakini mpaka sasa poti zinaeleweka kwamba kuna possibility ya Yanga kukutana na huyu ama Simba kukutana na huyu. Sasa kwa ujumla timu ambazo zimetinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika mpaka sasa ni timu 14. Bado timu mbili ambazo hazijacheza michezo yao ya mwisho, na timu hizo ni RC Berkane pamoja na Pyramids, na michezo ya kwanza ya timu hizo zimetoa sare. Kwa hiyo bado michezo ya pili ili kujua hatima ya timu hizo kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa upande wa kombe la klabu bingwa, kama ambavyo nimekujuza, timu ambazo zimeshakwisha kutinga hatua ya makundi ni Power Dynamos kutoka Zambia, Al Hilal kutoka Sudan, FC Lupopo kutoka Congo, Young Africa kutoka Tanzania, Rivers United kutoka Nigeria, Tactical Petro de Agosto kutoka Angola, Al Ahly kutoka Misri, JS Kabylie kutoka Algeria, FAR Rabat kutoka Morocco, Simba Sports Club kutoka Tanzania, Mamelodi Sundowns kutoka Afrika Kusini, AS Tunis kutoka Tunisia, Stade Malien kutoka Mali pamoja na MC Alger kutoka Algeria, wakati zikisalia timu mbili kutimiza zile timu 16 kwenye hatua ya makundi. Na kama ambavyo nimekujuza, timu hizo ni pamoja na Pyramids, RC Berkane ambazo zimecheza mchezo mmoja, kwa maana bado mchezo wa marejeano ili kutoa hatima. Na mchezo wa kwanza kwa Pyramids wao bana walitoa sare dhidi ya Ethiopia, kwa hiyo mara baada ya sare hizo na mchezo wa Pyramids na Ethiopia ni 1-1. Kwa hiyo michezo ya pili ndio itatoa hatima ya timu hizo, nani wanakwenda kuungana na timu 14 ambazo tayari zimeshakwisha kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika bwana, vilabu ambavyo tayari vimeshakwisha kutinga makundi ni pamoja na Azam FC, Zamalek, CR Belouizdad kutoka Algeria, Wydad Casablanca, Zesco United, USM Alger, AS Maniema Union, Singida Black Stars, FC San Pedro, OS, lakini Kaizer Chiefs pia, Stellenbosch, lakini timu nyingine ambayo imetinga ni ASC Otoho, Joluba na Nairobi United pamoja na Al Masry. Hivyo ndivyo vilabu ambavyo vimetinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo vyenyewe vimetimia 16. Vyenyewe hakuna kipengele hapa, ni vilabu vyote vimetinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kwenye upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika bwana, kama ambavyo nimekuambia, poti tayari zenyewe zinaeleweka, na kundi la Simba na Yanga mmoja wapo atakuwa na moja wapo kati ya timu hizi 4 kutoka kwenye poti 4 na poti 3. Na moja kati ya timu ambazo Yanga na Simba wanaweza kukutana nazo ni pamoja na MC Alger kutoka Algeria, na hawa tunafahamu walicheza na Yanga msimu uliopita wa kutafuta timu ambayo inaweza ikatinga hatua ya robo finali ya kwenda hatua ya robo finali, lakini MC Alger waliweza kuizuia Yanga na Yanga kuondoshwa hatua ya makundi. Lakini AS FAR Rabat kutoka Morocco, na yeye ni moja kati ya timu ambayo anaweza kukutana kati ya Simba au Yanga. Rivers United kutoka Nigeria, na yeye pia ni moja kati ya timu ambazo zinaweza kukutana na Yanga au Simba, pamoja na Petro Atletico de Rwanda kutoka Angola. Hizi ni timu ambazo ziko kwenye poti tofauti, kwa sababu tunafahamu kwamba timu ambazo ziko kwenye poti moja haziwezi zikakutana. Kwa hiyo kuna uwezo wa kukutana na poti nyingine. Kwa hiyo hizi FC MC Alger
AS FAR Rabat, Rivers United pamoja na Petro de Rwanda zenyewe ziko kwenye poti nyingine, kwa hiyo kuna uwezekano wa wao kuweza kukutana na Simba na Yanga. Lakini pia wakati huo pia poti namba 3 ambayo Yanga au Simba wanaweza kukutana na timu hizo bwana, ni moja ni timu ambazo zinaweza zikakutana na Simba na Yanga kutokana na kuwa na poti tofauti na timu za Yanga na Simba, na timu zenyewe ni pamoja na JS Kabylie ambazo zenyewe ziko kwenye poti 4 au Stade Malien, FC Lupopo pamoja na Power Dynamos. Pia ni moja kati ya vilabu ambavyo viko poti tofauti na Simba na Yanga, kwa hiyo uwezekano wa kukutana na vilabu hivi upo, na inategemeana pia tu namna ambavyo makundi yatakuwa yamepangwa, lakini uwezekano wa kukutana na timu hizi upo. Kwa hiyo Yanga huenda wakakutana na JS Kabylie ama Stade Malien, FC Lupopo, Power Dynamos, hivyo kwa wekundu wa Msimbazi Simba pia na wanaweza kukutana na timu hizi. Kwa hiyo iko hivyo, kikubwa kinachosubiriwa kwa sasa ni ule upangaji wa draw ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo inakwenda kufanyika Novemba 3 pale Johannesburg, Afrika ya Kusini. Lakini tukizitazama Simba na Yanga mpaka kufuzu hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, bwana, wekundu wa Msimbazi Simba ni timu pekee kutoka Tanzania iliyofuzu hatua ya makundi ya michuano ya CAF bila kupata ushindi katika uwanja wa nyumbani. Kumbuke kwamba Simba alicheza na Gaborone United, na mchezo wa kwanza kwa wekundu wa Msimbazi Simba aliibuka na ushindi wa goli 2-0, na mchezo wa marejeano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa walitoa sare ya goli 1-1. Lakini mchezo mwingine ulikuwa dhidi ya Singizini Hotspurs kutoka Eswatini, ambapo mchezo wa kwanza kule Eswatini Simba aliibuka na ushindi wa goli 3-0, lakini mchezo wa marejeano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Simba walitoa sare ya bila kufungana. Kwa hiyo michezo ya away Simba walishinda, lakini ile michezo ya mwisho ya nyumbani Simba hawakupata ushindi kabisa, wametoa sare. Kwa hiyo ni moja kati ya timu pekee ambayo imefuzu hatua ya makundi ya michuano ya CAF bila kupata ushindi katika uwanja wa nyumbani, lakini ni moja kati ya timu ambayo imefuzu kwa kupata ushindi away mechi zote mbili. Kwa hiyo ni rekodi pia ambayo imewekwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa tunafahamu kwamba kwa Tanzania kulikuwa kuna lile goli la mama, na kwenye ile hatua ya awali goli la mama lilikuwa ni shilingi milioni 5 kwa timu kutoka Tanzania. Na Tanzania tunafahamu kwamba tulikuwa na timu mbili, Singida Black Stars na Azam kwa upande wa kombe la shirikisho, lakini timu mbili za klabu bingwa Yanga na Simba. Sasa mpaka kufuzu hatua ya makundi, kwa sababu tunafahamu vilabu vyote vimefuzu hatua ya makundi, bwana, Azam FC mpaka kufuzu hatua ya makundi wamevuna shilingi milioni 65. Tunafahamu kwamba mechi zote ambazo wamecheza, tunafahamu KMKM alipigwa 9-0 aggregate wakimuondosha. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani mpaka Azam kutinga hatua ya makundi wamevuna shilingi milioni 65. Yanga wao wamevuna shilingi milioni 35 mpaka kufuzu hatua ya makundi. Singida wamevuna milioni 30, wakati Simba wamevuna shilingi milioni 20. Hilo ni goli la mama ambalo limetoka kwa vilabu vya Tanzania mpaka kufuzu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.